Karibu katika kipindi kizuri cha Nuru ya Maisha. Somo ambalo Mungu ametupa lina kichwa kinachosema usiache mlango wa maisha yako wazi, utaleta kilio. Ni somo zuri sana, na bila shaka kuna jambo ambalo litakwenda kuongeza thamani kwenye maisha yako. Ni mimi Mwalimu Peter na kukaribisha hapa Nuru ya Maisha. Jambo la kwanza ambalo unatakiwa umwamini Mungu katika hilo, vinginevyo utakuwa unaacha mlango wazi katika maisha yako na utaleta kilio kikubwa sana. Jambo hilo ni hili: Mungu anaweza rejesha vilivyoibiwa katika maisha yako. Mungu anaweza rejesha vilivyoibiwa katika maisha yako. Usipoamini kwamba Mungu anaweza kukurejeshea vilivyoibiwa katika maisha yako, manake umeacha mlango wazi wa maisha yako na kilio kitakuwa kinakuhusu. Kile kitabu cha Yoeli 2:25 Biblia inasema hivi: nami nitawarudishia hiyo miaka iliyoliwa na nzige na parare na madumado na tunutu, jeshi langu kubwa nililolituma kati yenu. Kati ya ahadi za Mungu kwa watoto wake, kwa watumishi wake, kwa wote wanaomwamini ni kwamba yeye atarejesha vilivyoibiwa. Kwa hiyo kwenye maisha yako lazima uamini kwamba Mungu atanirejeshea. Kwa hiyo unapoamini kwamba Mungu atakurejeshea, unamtengenezea Mungu yale mazingira anayoyasubiri ili akurejeshee vilivyoibiwa kwenye maisha yako kwa wakati wake. Inawezekana muda wako ambao ulitakiwa kuwa shule au kwenda shule, kwa yule muda uliibiwa. Inawezekana muda wako wa kuoa au kuolewa ulifika, lakini hilo tendo halikufanyika, manake muda wako uliliwa. Inawezekana katika uzalishaji wa kiuchumi au kuweza kufikia malengo kwa sababu ya mgogoro wa kiafya, au ulipita katika madeni makubwa, maana yake muda wako uliibiwa. Inawezekana kabisa ulikuwa na mtaji wa biashara na ulitarajia ule mtaji ujiongeze na kuzaa sana, lakini haikuwa hivyo, maana yake muda wako uliibiwa, na kadhalika na kadhalika. Sasa pamoja na mambo yote hayo, Mungu akitaka kukurejeshea vilivyoibiwa, Mungu huwa anakupa muda, anakuongezea muda. Ndani ya muda ndo kuna kila kitu ambacho unakihitaji kufanikiwa kwenye maisha yako. Hauhitaji pesa wewe unahitaji muda. Ndani ya muda kuna hekima, ndani ya muda kuna maarifa. Kwa hiyo Mungu anapokupa muda, amekupa package kubwa ya kukufanikisha. Kwa hiyo amini kabisa, Mungu atakurejeshea vyote vilivyoibiwa. Amini. Kwa hiyo katika maisha yako usikate tamaa. Endelea kukiri kwamba Mungu ananirejeshea. Mungu ananirejeshea. Kwa hiyo acha kulalamika. Acha kulalamika watu waliokuumiza au waliokusababishia usiende katika mwendo uliotarajia. Usiwalalamikie hao. Wewe amini, vitarejeshwa. Kwa kadri unavyokiri, maana unamtukuza Mungu katika ahadi alizozisema,
wivu wa Bwana lazima ushuke kulitimiza neno lake. Kwa hiyo katika maisha yako jitie hamasa, endelea kumshukuru Mungu kwamba alichokisema atakifanya. Nimeona watu ambao walipoteza afya, Mungu akiwarejeshea. Watu ambao walipoteza mitaji, Mungu akiwarejeshea. Watu ambao walipoteza mali nyingi, Mungu akiwarejeshea. Watu ambao walikuwa na watoto, Mungu akiwapa watoto. Waliokuwa wagonjwa, Mungu akiwapa afya njema. Mungu ni mwaminifu katika ahadi zake. Kwa hiyo usiiname, kiri kwamba Mungu atanirejeshea. Kwa hiyo hapo unakuwa umeufunga ule mlango wa maisha yako. Kwa hiyo adui hawezi kupata nafasi ya kuzuia hatima yako isitimie. Jambo la pili ambalo unatakiwa usiache mlango wazi kwenye maisha yako, kwa kuamini jambo hili kwamba shetani hana uwezo wa kufanya kitu chochote anachotaka kufanya kwenye maisha yako. Hana uwezo. Kwa hiyo unatakiwa uamini hivyo kwamba hana huo uwezo wa kufanya kitu chochote anachotaka kufanya. Hana huo uwezo. Lazima uamini hivyo. Unapoamini kuwa shetani hana uwezo wa kufanya uharibifu katika maisha yako, maana yake unazuia adui asiharibu maisha yako. Ukiamini kwamba anaweza kufanya kitu chochote shetani kwenye maisha yako, maana yake umeacha mlango wazi wa maisha yako. Kile unachokiri, kile unachokiamini ndicho kinatokea kwenye maisha yako. Ukweli ni kuwa wewe una mamlaka dhidi ya shetani. Shetani hawezi kuharibu maisha yako isipokuwa wewe umempa nafasi. Ndio maana shetani siku zote anakuja anagonga kwenye maisha yako, anaomba afunguliwe mlango. Kwa hiyo ukimfungulia ndio anaingia. Sasa mara nyingi watu hawajui kwamba wameacha wazi mlango wa maisha yao. Kwa hiyo adui anaingia, analeta uharibifu. Wakiona uharibifu wanafikiri shetani ana nguvu ya kufanya kitu chochote anachotaka kwenye maisha yao. Hapana, hapana, hiyo mamlaka hana. Mamlaka hiyo unayo wewe ya kumdhibiti shetani. Kwa shetani akitaka nafasi lazima aje akugongee wewe, umruhusu kwenye maisha yako, ndio analeta uharibifu. Sasa shetani akitafuta afunguliwe mlango wa maisha yako, mara nyingi anachokifanya ni kukutengezea mazingira ambayo wewe utapoteza imani yako kwa Mungu, au wewe utapoteza tumaini lako kwa Mungu. Ukipoteza tumaini, ukapoteza imani katika jambo lolote, manake umefungua mlango yeye aingie. Kwa hiyo siku zote usikubali kupoteza imani, usikubali kupoteza tumaini katika maisha yako. Sasa hii somo litakusaidia. Ukiona haya ni mazingira ambayo adui anataka anifanye nisimwamini Mungu, anifanye nipoteze tumaini, unajua hapa anagonga, anataka nimpe nafasi aingie, alete uharibifu. Kwa hiyo adui anaweza kukutisha. Kukutisha ni mbinu ili wewe uogope, umpe nafasi. Kwa hiyo anaweza kukutisha, utapoteza ajira yako, huu mtaji utakata usipokubali haya. Sasa kwa sababu unamuogopa,
kwa sababu ya mazingira aliyotengeneza, ukamkubalia, maanake umempa nafasi, umeacha mlango wazi wa maisha yako. Nimeona familia nyingi zikiingia kwenye migogoro mikubwa kwa sababu mmoja wa wanafamilia aliamua kufungua mlango. Maelewano yalikuwepo katika familia yakapotea. Nimeona vijana wakipoteza kazi, wakipoteza mitaji kwa sababu ya vitisho vya adui, na wakakubali kufungua mlango kwenye maisha yao, na ikaleta kilio kikubwa. Kuna wengi wameingia kwenye mikataba migumu kwa sababu ya vitisho vya adui. Kwa hiyo siku zote kwenye maisha yako usikubali kuacha mlango wazi wa maisha yako. Adui hana nguvu kabisa ya kuharibu maisha yako, kuharibu ndoto zako, isipokuwa umeacha mlango wazi. Kwa hiyo usiache mlango wazi, na kama ulishaacha mlango wazi, ameingia ameleta uharibifu, hamua kuufunga huo mlango. Tunaufungaje? Tunakwenda kwa toba, tunamwambia Mungu, tuliruhusu wenyewe uharibifu, tunaomba utusamehe, uturehemu, ili sasa utupe nafasi tena ya kurudi kwenye nafasi zetu. Ukishatubu, maanake kile ulichopoteza Mungu anakurejeshea, ambayo ni nafasi yako katika ulimwengu wa roho ambao ulipoteza. Kwa hiyo kupitia toba unarudi, unaanza upya kutengeneza maisha yako. Kwa hiyo shetani hana huo uwezo, wala usije ukamsifu ukamwimbia nyimbo ambazo kwa kweli astahili. Usimpe nafasi kwenye maisha yako, usimfungulie mlango kwenye maisha yako. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu ambalo ni muhimu sana, ambalo unatakiwa uamini Mungu, vinginevyo utakuwa unafungua mlango wa maisha yako na adui ataingia. Ni hili: amini kuwa Mungu ana mpango na maisha yako, na ndio maana amekupa nafasi ya kuishi, amekupa siku nyingine. Amini hivyo. Unapoamini kwamba Mungu ana mpango na maisha yako na siku ambayo amekupa, ni kwamba Mungu ana mpango na maisha yako. Kwa hiyo hiyo yenyewe kuamini, mlango wa maisha yako umefungwa. Kwa hiyo adui hawezi kuingia kwenye mlango huu, kwa sababu unaamini Mungu ana mpango na maisha yako. Kwa hiyo kila unapoamka asubuhi, usisahau kuwa Mungu ana mpango mkubwa na maisha yako kuliko wewe unavyofikiri. Ndio maana Mungu amekupa nafasi ya kuishi tena, sio kwa bahati mbaya. Mungu anao mpango mkubwa wa maisha yako. Usisahau kila unapofungua macho asubuhi, kila unapofungua macho mchana, kila unapofungua macho usiku, hiyo ni ishara ya kuwa liko kusudi la wewe kuishi. Kwa hiyo ipo kazi ambayo Mungu anataka ufanye naye. Hivyo acha kupoteza muda, acha kuwaza tofauti na Mungu anavyokuwazia. Una kazi kubwa ya kufanya. Usiangalie mazingira na usiangalie watu wanavyosema kwamba wewe hauna jipya wala kuna kitu kipya kitazaliwa kwenye maisha yako.
usisikilize hivyo vitu. Wewe msikilize Mungu, kwamba Mungu ana mpango mkubwa na maisha yako. Kuiona siku hii ya leo ni indiketa ya kwamba Mungu anao mpango mkubwa na maisha yangu kuliko vile mimi ninavyofikiri. Kwa hiyo unapoanza kuwaza namna hii, maanake umefunga mlango wa adui kukudanganya ili ukubali kufungua mlango apate kuingia. Ujione hauna sababu ya kuishi, hauna umuhimu wote katika sura ya nchi. Sio kweli. Wewe ni mtu muhimu sana. Una fedha mkononi au una fedha, wewe ni mtu muhimu sana. Una position kubwa, position ndogo, au hauna kama unavyofikiri, wewe ni mtu muhimu sana kwa Mungu. Ndio maana umepewa nafasi ya kuishi. Kuna jambo Mungu atafanya na wewe. Kwa hiyo kila unapopata nafasi, iwe ni asubuhi, iwe ni mchana, iwe ni jioni, iwe ni usiku, mwambie Mungu, asante kwa kunipa siku hii ya leo. Hakika una mpango mkubwa na maisha yangu. Nisaidie nielewe huo mpango mkubwa. Nisaidie nielewe niyapasayo kufanya katika siku ya leo. Nifundishe, unielekeze, hili nisipoteze muda kwenye maisha yangu. Hayo mambo matatu ukiyatunza na kuyakumbatia, utaona mabadiliko makubwa kwenye maisha yako. Jambo la 4, usidharau maneno ya kinywa chako unaposemezana na Mungu. Kwa lugha nyingine, umaanishe Mungu ni mwaminifu sana, anafuatilia, anatenda. Umaanishe, usidharau. Nafasi yako iko juu sana katika ulimwengu wa roho. Usijidharau mahali ulipo, wala shetani asikufanye ujione mtu duni. Wewe ukisema, kuna vitu vikubwa vinatokea kwenye maisha yako na maisha ya watu wanaokuzunguka. Kwa hiyo usidharau unapoomba. Kabla ya kula, usidharau, kwa sababu yale maombi yako unayoomba kabla hujala, unakiombea kile chakula, yanaweza kabisa kukuokoa na hatari iliyojificha katika chakula. Kile kitabu cha Marko 16:18b, Biblia inasema hivi, hata wakinywa kitu cha kufisha hakitawazuru kabisa. Wewe ni shahidi. Kuna watu wamekunywa na wamekula vitu ambavyo vimekuwa sumu kwenye maisha yao. Wako ambao wamepoteza maisha kabisa. Kwa hiyo usidharau. Usidharau unapoomba, unaposafiri. Usidharau. Mungu anaweza kukuepusha na vitu vingi sana katika barabara. Kuna vitu vingi sana barabarani. Adui anafanya kazi kwa siri. Kwa hiyo usidharau unapoomba. Unapoingia kwenye chombo chochote cha moto, unapoingia kazini, usisahau kuomba kwa kumaanisha. Usidharau, kwa sababu adui anaweza kuweka mitego pale kazini ukaharibu maisha yako. Lakini unapoomba, Mungu atakuokoa na chochote ambacho kimetegwa pale kazini. Kuna watu utakutana nao, kama ni mfanyabiashara, kuna watu utakutana nao, kama umeajiriwa, kuna watu utakutana nao. Kwa hiyo omba Mungu, usidharau. Au watu ambao utakutana nao, Mungu akulinde
Mungu akutetee, akufundishe namna ya kuwasiliana nao, akuepushe na kila mitego ambayo adui atakuwa amewatumia wa watu, na wale ambao Mungu ameweka neema ili wakuinue kwenye maisha yako, basi Mungu akukutanishe nao. Utaokoa maisha yako. Usidharau kuombea ndoa yako, usidharau. Mungu ataiokoa ndoa yako. Kuna vurugu nyingi sana katika ulimwengu wa roho, lakini unapoomba Mungu anakuokoa. Kama wewe ni binti au ni kijana, unataka uwe na future fulani kwenye maisha yako, usiache kuomba. Adui alikusudia mabaya yanabatilika kwa sababu uliomba. Una mali, umejenga nyumba, una mashamba, chochote ulicho nacho, kiombee. Kwa yale mabaya ambayo adui amekusudia hayatatokea. Sisi ni mashahidi, tumeona mafuriko yakiharibu nyumba na kadhalika. Kwa hiyo jifunze kuomba, jifunze kusemezana na Mungu kwa kumaanisha. Utaona Mungu akitenda. Kile kitabu cha Matendo 7:34, Mungu alikuwa anazungumza na taifa la Israeli, anasema hivi: hakika nimeona mateso ya watu wangu huko Misri, nimesikia kilio chao cha uchungu, nami nimeshuka ili niwaokoe. Basi sasa njoo, nami nitakutuma Misri. Kwa hiyo Mungu alisikia kilio, walilia, lakini walikuwa na maanisha. Mungu anasikia. Hata wewe usidharau maneno ambayo unasemezana na Mungu. Mungu anasikia na Mungu anajibu kwa wakati. Mungu na akubariki sana. Mungu akutunze. Amen.